miungu mitatu. Lakini Mungu alitaka kumwambia Ibrahimu, nipe huyu mtoto sasa. Sikiliza, kitendo la kuchinja kilichokuwa kinataka kutokea ni ishara ya kuua desturi na mfumo wa maisha ya ukoo wa kina Ibrahimu. Ni ishara ya kuondoa DNA na uovu ambao pamoja na Ibrahimu alimsikia Mungu ulikuwa ndani kwenye damu yake. Kwa hiyo ile hatua ya kukubali ni ishara ya kumwambia Mungu, sasa fanya. Ndio maana akamwambia Mungu mwenyewe atajitwalia sadaka. Hebu leo mpeleke mtoto wako madhabahuni. Kuna tabia wewe huwezi kumrekebisha. Kuna tabia wewe huwezi kuzitatua. Jitahidi sana. Awe ni mkubwa, awe ni mzee, awe ni nani, mtolee sadaka mwanao. Mpeleke mbele za Bwana leo. Wayahudi siku ya 8 watoto wote wa kiume waliwapeleka madhabahuni, wamebeba njiwa wawili. Njiwa mmoja angekatwa shingo na kunyunyiziwa madhabahuni, njiwa nyingine angepakwa ile damu yule njiwa, alafu angeashiriwa yule njiwa aende, ishara ya kutangaza yuko huru. Ni wakati kumleta mtoto wako, sio kwa kuigiza, kwa uchungu wa kutoka ndani, ya kwamba kuna wakati utakuwa mtoto wako hayuko katika upeuo wa macho yako. Ni wakati atakapokuwa amelala kule mabwenini na wanadada wengine. Ni wakati atakapokwenda kwenye vyuo vyenye mchanganyiko wa wanawake na wanaume, mahali ambapo sauti yako hawezi kuisikia, mahali ambapo hawezi kujua chochote. Lakini kama yuko kwenye madhabahu ya Mungu na una agano na